Donald Trump ameingia katika hali ya kuivuruga dunia. Mwandaji wa makala hii ni Mikaeli Kabugu Manganyi Msindi, mchambuzi wa masuala ya kisiasa, na msomaji wako ni mimi Friday Mangomare. Mwenendo wa utawala wa rais wa Marekani Donald Trump umeanza kuwa mchungu na wenye kutia shaka kubwa ndani na nje ya nchi hiyo, hasa baada ya kuanza kuivuruga jumuiya ya kujihami ya Magharibi NATO. Uchaguzi huo umeanza kujitokeza ikiwa ni mwaka mmoja tangu aape Januari 20. Januari mwaka jana, baada ya kumbwaga mpinzani wake Kamala Harris katika uchaguzi mkuu uliofanyika Novemba 5 mwaka jana, mwaka 2024. Dunia sasa imo kwenye mkanganyiko wa hali ya juu. Jumuiya ya Ulaya ilivyoshikamana na Marekani kupambana na Urusi, huku Ukraini kama chanda na pete, wakati utawala wa Rais Joe Biden sasa hivi watakiona cha moto. Kwanza, Trump amekata misaada kwenda Ukraine, ambapo amewaambia atawauzia silaha kwa msaada wa Ukraine. Hatua hii imezifanya nchi za Ulaya kulazimika kuchukua mkopo wa euro bilioni 90 ambazo mwisho watazilipa kwa Marekani iwauzie silaha za kupeleka Ukraine. Hii imewagawa, ambapo nchi za Hungary na Slovakia zimesema hazitakuwa sehemu ya mkopo huu wanaouona hautomaliza vita. Trump sasa ameamua kuwa anataka kukichukua kisiwa cha Greenland chenye wakazi 58,000. Kisiwa hiki kipo nchini Denmark. Hii ni mara ya kwanza kwa nchi za NATO kueleza nia ya kuchukua sehemu ya eneo linalomilikiwa na nchi nyingine ya NATO. Rais wa Ufaransa Nicolas Sarkozy alimtishia Trump kuwa nchi yake itaongoza mapambano ya kijeshi kuzuia kisiwa hicho kisichukuliwe. Kinachoonekana ni kichekesho. Ufaransa na nchi nyingine zinatarajia kununua mabomu na vifaa vya kivita au mfumo mzima ulinzi na taarifa za kiintelijensia. Wanatarajia wazipate kutoka Marekani kisha wazitumie kupigana naye vita. Katika hatua nyingine, kiongozi wa upinzani Rais Nicolas Maduro, mwanamama Maria Machado aliyepewa mabilioni ya fedha na Marekani kuvuruga Venezuela kwa maandamano, sasa Trump anasema hafai. Trump anasema mwanamama huyo haungwi mkono na Venezuela, wakati miaka yote duniani imeaminishwa na Marekani kuwa ndiye kiongozi sahihi anayepaswa kuiongoza Venezuela baada ya Rais Maduro kuondoka au kuondolewa madarakani. Lakini sasa ameambiwa hatoshi, kwani hawezi kusimamia ajenda ya mafuta ya Marekani. Trump anasema Machado haheshimiki wala haungwi mkono vya kutosha kutokana na wananchi wenzake, na hawawezi kuiongoza nchi kama Machado anaweza kuchukua nafasi ya uongozi wa Venezuela. Nadhani itakuwa vigumu kwa kiongozi hana uungwaji mkono wa ndani wala heshima kutoka kwa wananchi wa nchi hiyo. Ni mwanamke mzuri lakini hana heshima hiyo, anasema hivyo Donald Trump. Trump amekoroga mengi na kwingi. Kwa sasa hata wafuasi wake waliompigia kura za ushindi kwa mara ya pili baada ya kumtompigia Biden tayari wamechomoka na kuanza kujuta kutokana na maofisa wa idara ya uhamiaji na forodha kufanya operesheni za kuondoa baadhi ya wahamiaji haramu nchini humo bila kufuata utaratibu wa kisheria uliohusishwa na mahakama na kusababisha kifo cha Lene Nicole kilichotokea hivi karibuni. Baada ya kifo hicho cha waandamanaji waliojitokeza katika miji kadhaa nchini humo kupinga vitendo vya kikatili vya ICE, ukiwemo ukatili wa kuwapiga na kuwaburuza wahamiaji wakati wa kuwahoji, ukamataji au upekuzi. Hadi sasa idadi ya wahamiaji waliofariki dunia wakiwa katika mahabusu za ICE ilifika 30 kwa mwaka jana, na kwa siku 10 za mwanzo za mwaka huu wamefariki dunia watu 4. Uamuzi wa Trump kutaka kuivamia na kuiteka Greenland na kuwa chini ya utawala wa Marekani si mpya wala si kupuuzwa. Historia inaonyesha kwamba miaka 150 iliyopita, baada ya Marekani kulinunua jimbo la Alaska kutoka Urusi, waziri wa zamani wa mambo ya nje William Seward alitoa wazo la kuinunua Greenland na Iceland zilizokuwa chini ya himaya ya Denmark.
Jambo hilo lilishindikana, lakini Marekani haikuchoka kutaka kutekeleza mpango huo wa mwaka 1910. Balozi wa Marekani nchini Denmark alishauri serikali yake itafute kisiwa kimoja kilichopo Ufilipino na kuwapa Denmark ili wao wachukue Greenland. Licha ya Marekani kufanikiwa kuinunua Alaska kwa vipande vya fedha, ila leo hii haiwezekani, bali kinachofanyika ni kutaka kuivamia na kuweka utawala utakaowatii kama inavyofanya Libya na Iraq. Licha ya kwamba mambo yalikwenda kombo katika nchi hizo tofauti na ilivyotarajiwa, kimsingi kwa sasa lengo ni lile lile, ila mtindo umebadilika. Kwa hiyo sasa hivi Trump hawezi kusema kwamba anataka kuinunua Greenland kwa kuwa anajua mchakato huo hautowezekana. Ndiyo maana anataka kuivamia na kuiteka uwe chini ya Marekani. Pia kama ilivyo kawaida ya uongo ama kisingizio cha usalama kwamba Marekani isipofanya hivyo, China na Urusi kutawala maeneo ya bahari yaliyopo Greenland. Tunahitaji Greenland kwa ajili ya usalama wetu. Jambo hilo linaweza kufanyika makubaliano na Denmark. Kama Marekani itaivamia Greenland, hilo litakuwa jaribio la kwanza la NATO kwa mwanachama mmoja kumvamia mwenzake, na labda linawezekana kwake. Je, ni suala la usalama wa Greenland kama inavyosemwa, au utajiri wake wa madini adimu yanayotakiwa na Marekani kama ilivyo kwa mafuta ya Venezuela? Je, Marekani itafanikiwa kuivamia kijeshi Greenland? Je, NATO na Denmark watachukua hatua gani? Kijiografia, Greenland ni kubwa, huku theluthi moja ya wakazi wake wanaishi katika mji mkuu wa Nuuk, huku wengine wanaishi pwani ya magharibi ya kisiwa hicho. Greenland haina jeshi huru la ulinzi wake. Huko nchi ya Denmark, wataalamu wanasema Marekani inaweza kuiteka Greenland kupitia operesheni za kijeshi. Kitengo cha 11 cha anga chenye makao yake Alaska kinajumlisha brigedi 2 zenye askari wa miamvuli au helikopta. Kitakuwa na uwezo wa kufanya uvamizi wowote kwa msaada wa vikosi vya majibu. Huu utakuwa ukiukwaji wa wazi wa sheria zote za kimataifa, alisema hivyo ofisa mmoja wa zamani wa shirika la ujasusi la Marekani, Mickey Mrory. Kikosi cha wanajeshi wa Ufaransa kimepiga kambi katika mji wa Nuuk, huku Ujerumani, Uswizi, Norway, Finland, Uholanzi na Uingereza na walielekeza vikosi vyao. Rais wa Ufaransa Emmanuel Macron alisema kikosi cha awali kitaimarisha usalama wa kujumuisha wanajeshi wa nchi kavu, anga na majini. Greenland haitaki kumilikiwa au kutawaliwa au kuwa sehemu ya Marekani. Ni Marekani pekee inayoweza kucheza mchezo huu. Anahitaji kudhibiti kisiwa hicho ili kuhakikisha mfumo wake mpya ulinzi wa anga Golden Dawn unafanya kazi kwa uwezo na ufanisi wa juu kabisa. Vitisho vya Trump havilingani na uhalisia, lakini maofisa wa nchi zote 8 wamevurugwa, huku hatua hiyo ikitajwa kuwa itazorotesha uhusiano wa kidiplomasia, na wananchi wa Greenland na Denmark ndio wanaopaswa kuamua mustakabali wao wa eneo lao. Mwandishi wa makala hii ni Mikaeli Kabugu Maganyi Msindi, na pia mchambuzi wa masuala ya kisiasa na kijamii, na pia mtafiti wa masuala ya historia. Nami msimulizi wako ni mimi Friday Mwangomare. Asante kwa kuifuatilia Baharia TV. Usisahau kulike, kusubscribe, kucomment na kushare.